Sasa hivi mitandaoni kuna utamaduni unaibuka, unajengeka wa kubeza taaluma. Sasa kama taifa tunahitaji wataalamu kwenye sekta tofauti tofauti. Tunahitaji wataalamu kwenye sekta mbalimbali kuhakikisha kwamba tunaenda mbele na taifa linajengeka. Tunahitaji wataalamu wa afya, tunahitaji wataalamu kwenye sekta ya elimu, tunahitaji wataalamu kwenye sekta ya ulinzi na usalama, tunahitaji wataalamu kwenye sekta ya ujenzi, kwenye sekta ya kilimo, uchumi na wataalamu kwenye sekta tofauti tofauti kuhakikisha mambo yanaenda. Sasa inawezekana haya mambo yakawa yanaonekana kama utani, lakini tujue kuna mbegu mbaya tunaipanda kwa vizazi vijavyo. Hii ya kupima mafanikio kama hela, ipo siku tutajikuta tuna upungufu wa madaktari, ipo siku tutajikuta tuna upungufu wa walimu, ipo siku tutajikuta tuna upungufu wa mainjinia, tuna upungufu wa wanasheria na tuna upungufu wa watu wengine ambao tunawahitaji sana kwenye jamii zetu. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu tunawaambia vijana kitu pekee cha muhimu au kitu kikubwa zaidi kwenye haya maisha ni fedha. Kwa hiyo kila kijana ahakikishe tu anapata fedha na sio vitu vingine. Of course fedha ni kitu muhimu sana. Fedha inaendesha maisha na inafanya kila kitu kwenye jamii kinaenda vizuri kwa level ya mtu binafsi. Lakini kama taifa tunahitaji wataalamu, tunahitaji watu wasome, vijana wasome kwenda kwenye sekta tofauti tofauti, ili ukienda hospitali ukutane na daktari, ukutane na muuguzi, ukutane na mtu wa upasuaji, ukutane na mtu wa maabara, ili ukienda shule ukutane na mwalimu wa physics, kemia, hesabu, mwandiko, maarifa ya jamii, stadi za kazi, wakute walimu. Sawa, ili ukienda mahakamani ukute wanasheria, ukute majaji na watu wengine ambao wanafanyia kazi huko. Ukienda kwenye sekta ya kilimo pia wakute hao, kwenye mazingira, kwenye uvuvi, ukute wataalamu. Sawa, sasa tunachokifanya kusema kwamba tunabeza, hata kama ni utani tunafanya, lakini kuna mbegu tunaipanda. Unajua katika vijana ambao wanakuwa kwenye ule umri ambao hawajakomaa, wengi wanapenda kwenda kwenye ile njia ambayo inaongelewa vizuri. Unajua wengi wetu tulikuwa tunasikia bana, kuwa daktari ni kitu kizuri, kuwa injinia ni kitu kizuri, kuwa mwanasheria, kuwa mwalimu ni kitu kizuri. Sawa, kuwa mchumi, sawa, kuwa mtaalamu wa tehama, kuwa mhasibu ni kitu kikubwa. Sawa, lakini jamii sasa hivi inayoenda, namna ambavyo tunaongelea hizi taaluma sio nzuri. Hatutengenezi ile ari ya kizazi kijacho kutamani kuwa wataalamu wa hizo sekta binafsi. Hatutengenezi jamii ambayo itatamani kupata maarifa ya hivyo vitu ambavyo nimevisema. Sasa tuwe makini. Inawezekana ndio kuna sehemu tunafanya utani, lakini tuangalie tu namna, na kama sisi tulivyoachiwa jamii ambayo tunathamini elimu, tunathamini taaluma, na sisi tuachie watoto wetu jamii hizo hizo. Hela ni muhimu, lakini hela sio kila kitu. Mwisho wa siku hata ukiwa na hela utahitaji kwenda hospitali umkute mtaalamu. Sawa? Mwisho wa siku hata ukiwa na hela, sawa, wewe hutoenda darasani kumfundisha mtoto wako. Mwisho wa siku hata ukiwa na hela, wewe uwezi ukasimamia mifumo yote hii ambayo inakusaidia kwenye kutengeneza hela na kuitunza na kuitumia. Lazima sasa kwenye zile sekta tofauti tofauti kuwe na wataalamu. Sasa kama tunabeza hao wataalamu sababu tu hawana hela nyingi, hawana mali nyingi kama ambavyo labda wewe uko nazo, au kama yule mtu anayebeza hata kama ni kimasiara yuko nazo. Sasa hii hali sio nzuri. Kifika kipindi hatuna mainjinia, ni kwa sababu tu mtu kashaona jamii inasemaje, bwana sasa hivi maisha kila kitu ni hela. Kila kitu ni hela. Of course sawa, kila kitu ni hela, lakini sasa hela unaipataje? We mradi tu uipate. Fanya biashara, fanya hichi, fanya kile, mradi tu uipate. Sasa yule mtoto anaangalia, mimi kweli niende shule nikasome miaka 4, sawa, chuo kikuu, yani kuanzia darasa la kwanza mpaka chuo kikuu natumia miaka 16 mpaka 18 kulingana na fani ambayo mtu anasomea. Sasa mtu aangalie huo muda wote kwa ajili tu ya kupata taaluma, ndio aanze kutafuta maisha. Wakati angeweza kuishia tu level ya chini, aanze kufanya biashara na kufanya nini? Kutengeneza hela. Haitofika kipindi kama nchi hatutohitaji wataalamu. Hicho kipindi hakiwezi kufika. Kama taifa tunahitaji wataalamu wote ili tuweze kuendelea. Kwa hiyo nini ambacho tunaweza kufanya ni kutengeneza kizazi ambacho kitathamini hizi taaluma. Ni kutengeneza kizazi ambacho maarifa yatakuwa kipaumbele.
Hatusemi kwamba watu wasitafute hela, hapana. Watu watatafuta hela kwa sababu hata hizi taaluma pia zinaleta hela, zinawezesha watu kuendesha maisha yao. Lakini sasa siku zinavyozidi kwenda tunabeza, sawa? Tunakanyagia chini wataalam, tunakanyagia chini elimu, sawa? Mafanikio pekee sio hela. Sawa, kwa sababu hata ukiwa na hela, hizo huduma nyingine utazihitaji. Nani atakupa hizo huduma zingine? Umeumwa moyo, unataka ukienda hospitali pale umkute nani? Kama wote watakuwa wafanya biashara. Kama wote wakikata tamaa na ajira hizo za kulingana na taaluma ambazo wamesomea, wakaamua kwenda kutafuta hela nyingi. Kwa sababu tunajua hizi taaluma ukiajiriwa, utapata hela ya kuendesha maisha yako, utaweza kupata vitu kiasi fulani, lakini sio kuwa tajiri mkubwa sana. Sawa? Lakini sasa tunawahitaji hao watu kwenye jamii zetu. Na sio kidogo, tunawahitaji sana. Sasa nini ambacho tunawaachia sisi vizazi vijavyo? Tuwaachie kuthamini hizi taaluma. Hakuna taifa lolote kubwa duniani ambalo halina wataalamu. Wafanyabiashara wapo, wasanii wapo, mainfluencer wapo, watu wa kila aina wapo, lakini wale watu wao wa taaluma, wale watu wao ambao wanafanya kazi kwenye sekta tofauti tofauti katika lile taifa bado hawadharauliki. Bado utamsikia mtu ambaye ana influence kwenye jamii, sawa, au anaweza kuhamasisha jamii kwenye kitu fulani akiwaongelea vibaya, sababu wanajua bila madaktari hatuendi mahali, sawa. Bila walimu hakuna mahali tunaenda. Bila wataalamu wa kilimo hakuna mahali tunaenda. Bila wataalamu wa ulinzi na usalama taifa halitokuwa salama. Kwa hiyo tunahitaji wataalamu wote. Swala la maslahi ni swala ambalo linakuja baadaye, lakini swala pia la kuwa na kuhamasisha sana kwamba tafuta hela, tafuta hela, tafuta hela, alafu kukanyagia chini hizi fani au hizi taaluma ambazo zinawezesha kuendesha nchi au kuleta tu maendeleo, ili swala sio la busara. Kama umefanikiwa, kaa kwenye mafanikio yako, enjoy, lakini hakikisha usemi vibaya taaluma ya mtu mwingine, kwa sababu kusema vibaya taaluma haishii hapo, inaenda na kuvunja moyo wale wengine ambao wangetamani kufanya kile kitu. Sababu mtu anasoma sasa hivi form 5 au form 6 akasikia kuna taaluma moja ambayo inaongelewa vibaya, akifika chuo hatotamani kuendelea kusomea hiyo taaluma, ataamua kwenda kwenye taaluma nyingine, au aseme tu nimemaliza form 6. Kama kuwa na degree hakukupi maisha, sasa ya nini mimi niendelee kusoma? Si bora nikafanye 1 2 3. Sasa ikifika kipindi tuna wataalamu wachache, hicho kipindi kitakuwa kigumu sana. Bado tunahitaji kuzalisha wataalamu wengi sana. Kwa hiyo tunafanyaje kama jamii? Sisi tu wana jamii, mchango wetu sisi tunaweza tukahamasisha, tunaweza tukaongelea tu vizuri, tunaweza tukatiana moyo, sawa, na sio kusema maneno mengine ambayo yanaweza kuvunja moyo au yakakatisha tamaa watu kufanya kusomea au kutafuta hizo taaluma kwa ajili ya kuja kuwa watu fulani, kwa sababu watu tunawahitaji. Sasa tunaendaje jamii ambayo haina wataalamu? Tunahitaji wataalamu kila sekta. Tunahitaji wataalamu waangalie uchumi wetu, sawa. Tunahitaji wataalamu watuletee mateknolojia hapa tuweze kuzalisha vitu vyetu wenyewe. Tufike kipindi kama taifa tunajisimamia kwenye kila kitu. Sasa wataalamu hatutawapata kwa kukatishana tamaa, hatutawapata kwa kuwafundisha jamii inayoamini kizazi kinachokuja kwamba pesa ndio kila kitu. Kwa hiyo wewe fanya 1 2 3 tu upate pesa, hayo mengine sio muhimu. Hapana, lazima tuwajengee watu kupenda hivyo vitu. Sababu inawezekana kuna taaluma ambazo maslahi yake sio makubwa hivyo, lakini hao watu tunawahitaji. Tunahitaji wataalamu wa misitu. Tuambie bwana, mti huu ni dawa, mti huu ni mbao, mti huu unaweza kutoa kinyago, mti huu unaweza kutoa hichi. Tunahitaji mtaalamu kutuambia huu udongo ukilima mahindi hapo utapata kiasi kikubwa kuliko ukilima kunde. Tunahitaji hao wataalamu wote, lakini tusiwabeze. Sasa tutawatengenezaje wengi? Tusibeze wale wataalamu ambao tunao sasa. Tusiwakanyagie chini. Tusiongelee vibaya maisha yao. Inawezekana kweli labda hawako vizuri hivyo, lakini sasa tusiongelee vibaya, kwa sababu kupata na kukosa kwenye dunia hii hayo mambo yapo tu. Unaweza ukapata, unaweza usipate. Leo unaweza ukapata zaidi, kesho ukakosa. Hayo mambo yapo, lakini wataalamu tunawahitaji, na tusiwakatishe tamaa. Usiseme maneno ambayo yatavunja morali ya kizazi kijacho kutamani kuwa wataalamu. Sisi tuliachiwa matamanio makubwa sana na hali ya kupenda kuwa wataalamu. Sasa sisi tuache kwa kizazi kinachokuja.